Hi guys, welcome back to Halisi Chats. Ni matumaini yetu kwamba you've been enjoying episodes zilizopita. Na leo topic yetu kubwa ni business, right? So karibuni. Kwa wageni, kwa majina naitwa Anna Chinyoyo. Haujachelewa sana, we only have a few episodes up. So subscribe to follow on all our socials so you can be updated. So back to our topic. Topic yetu leo ni business, na leo nina mgeni muhimu sana ambaye ni rafiki yangu wa muda mrefu. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba leo tutakuwa na conversation nzuri sana. Ni entrepreneur, kwa hiyo ni mfanyabiashara mwenzangu. Kuna mambo mengi ambayo tumefanya pamoja, kuanzia tunatoka vioni mpaka tunaingia kwenye the job market kwa ujumla. Anaitwa Pius. Nimkaribishe Pius ajitambulishe kabla hatujaanza. Karibu Pius. Kabisa. Asante Ana. Lakini pia ni mteja pia. Ni mteja pia na mimi pia ni mteja kwake. Ni mgeni na mteja, tumefanya kazi kwa pamoja. Naam, kwa majina naitwa Pius Prosper Makwandi na ni co-founder wa Ubuntu Impact. Ubuntu Impact ni kampuni ya rasilimali watu. Tunafanya kazi na taasisi mbalimbali kwenye kusaidia kuboresha usimamizi wa watu, lakini pia kuhakikisha kwamba wanaweza kupata watu sahihi kuweza kuendesha kampuni zao, na muhimu kabisa ni jinsi gani wanaweza kuweka mifumo na kuhakikisha kwamba watu wao ambao wanao au teams ambazo wanazo zinaweza zikafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo huo ni uchache kidogo hasa kwenye upande wa Ubuntu Impact, lakini pia on the side pia ninafanya MC. Kwa hiyo business name ni MC Energy, ambapo tunahakikisha kwamba shughuli yoyote either ni corporate au ni hizi za harusi au send off ambazo tunaziita ceremonial, tunahakikisha kwamba zinakuwa zina energy, watu wanafurahi, lakini pia tunahakikisha kwamba wateja wetu wana meet what they expected. Kwa hiyo ni brief kidogo ya vitu baadhi ambavyo ninafanya kwa sasa. Now awesome. Pius ni kama vile amezaliwa na energy kwa hiyo, so when you hear MC Energy, jua ukimuita kwenye sherehe yako, energy is being brought. Kabisa. Thank you Pius kwa kuitikia wito. Tupige story mbili tatu. Kabla hajaanza tuwape promo walotukutanisha. Mimi na Pius tumekutana chuo in an organization called ISEC. ISEC ni organization ya wanafunzi kwa wale ambao wako vioni. Pius anawaelezea hapa ni nini. You never know, you could end up on this chair one day with someone maybe more important than me, but sharing your story to impact others. ISEC ni nini? Kabisa. ISEC ni taasisi ya vijana inayosaidia kutengeneza vijana wanaokuwa vyuoni kwa ajili ya kuandaa kwa viongozi wa kesho, lakini pia kuandaa haswa kwa ajili ya corporate life. Unajua changamoto nyingi sasa hivi ya vijana, na haswa sisi ambao tupo kwenye biashara ya rasilimali watu, changamoto ni kupata vijana sahihi ambao wanaweza kaingia kwenye makampuni na wanaweza kuleta matokeo chanya. Kwa hiyo ndo ISEC kinachokifanya, ni kutengeneza vijana kwa ajili ya kesho, ili unapomaliza tu ule mwaka wa mwisho unakuwa ready kuweza kujoin corporate life. Na pia unakutana pia, kwa sababu vitu ambavyo ISEC inafanya ni vitu ambavyo vinahusisha ma-event makubwa, inahusisha projects kubwa ambazo ni za community, and pia inahusika kuangalia kuna changamoto gani kwenye jamii na solution gani inaweza kuileta ili iweze kuleta matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo wewe kwa ISEC manake unaandaliwa kwa ajili ya not just corporate kuajiriwa, lakini pia kujiajiri mwenyewe, na natumaini hata sisi wenyewe tulipo hapa ni matokeo makubwa sana ya ISEC. Yeah, so thanks to ISEC. Yes. Yaani msoro tunapromote sana kweli, the reason tumekaa pamoja leo hapa na tumekuwa leo tulipokuwa. Labda tuanze, wewe ni mfanya biashara sasa hivi. Kabisa. Tulikuwa wanafunzi tukatoka hapo tukaajiriwa, na sasa hivi kila mtu amejiajiri. Kabisa. Changamoto gani unakutana nazo sasa kama mfanya biashara ulioanza? What's happening on ground? What are the difficulties? Yeah. Kwanza nikianza mwanzoni kabisa, kwa sababu sasa hivi biashara yetu imeshafikisha miaka 3 na tunaenda mwaka wa 4 sasa. Congrats. Thank you. Na kwa hiyo nikisema changamoto ya kwanza kabisa nikigusia ni unavyoanzisha biashara, ni jinsi gani unaweza ukaitranslate ile idea kwa kufanya wateja wako waweze kuiamini
lakini pia waweze kuiamini hiyo idea na kuilipia. Kwa hiyo changamoto moja hapo ilikuwa ni hiyo mwanzoni, kwamba kuingia sokoni, kupush Ubuntu Impact iweze kujulikana na wateja waseme bwana, tunaamini kwenye huduma zenu, tunataka tulipie. Sasa hiyo inachukua muda na lazima uwe kidogo na ile the why, kwamba kwa nini nafanya hiki, the aggressiveness, kwamba atakwambia mteja huyu hapana, utaenda kwa mteja mwingine mpaka hakikisha kwamba unapata wateja 2 3 kwa mwezi uweze kufanya nao kazi. Kwa hiyo ni mindset wise ambayo wewe unapotoka kuajiriwa, kujiajiri, inabidi uitengeneze kwamba watakataa, lakini nitapush na kisha kwamba ninaweza nikaisimamisha hii idea ambayo nayo kuwa sasa kampuni ambayo unaweza ukaleta vijana wengine nao wakafanya kazi na wewe. Baada ya hapo sasa, tukisha move sasa kwenye ile idea umesha translate to biashara, inakuwa sasa changamoto pia ni jinsi gani upate watu sahihi wa kufanya nao kazi ili waweze pia kupush idea yako ambayo unayo, ambayo sasa ndo I think iko ni kitu ambacho hata mimi na mwenzangu ambao tumeweza kuianzisha mpaka sasa hivi bado tunapambana kwamba tuhakikisha kwamba timu ambayo inakuja au mtu ambaye anaingia Ubuntu Impact basi na yeye anaweza akapush kama sisi tunavyopush kuweza kuleta matokeo mazuri ambayo tunataka kuona. Na kweli tumeanza kuona mabadiliko makubwa kuanzia mwaka wa kwanza 2023 na sasa hivi there has been a huge transition mpaka sasa tunaona kwamba timu yetu wenyewe ndio wanakuwa wana push the ideas that we want, wana push kutafuta wateja wapya. Kwa hiyo that's something ambayo I would say kwa sasa hivi nitagusa hizo mbili. Idea kuitranslate, wateja wa kuamini, lakini pia upande mwingine ni kuwa na watu sahihi ambao wanaweza wakapush your idea or your company in large. La sivyo najikuta mwenyewe napiga mwanzo mwisho. Jasho litakutoka na sio rahisi, kwa sababu ukajua nikigusa ile 2023 mwanzoni, mimi mwenyewe nakuta hapo ni inabidi nidili na operations, niende nika procure materials, the same time inabidi pia niende nika sell, nidili na finance, na mwenzangu pia hapo aangalie policies, atengeneze structures. Kwa hiyo you find as you grow, unataka sasa uwe na watu sahihi ambao sasa tasema okay, mimi nita manage operations, mimi nita manage sales, afu sasa wewe ukae at a bigger picture, wewe sasa uanze kuangalia unaipeleka wapi taasisi, which it takes time but we believe tutafika. Kuna vitu vitatu hapa muhimu sana I want to expand on, but that will be next phase of the conversation. Sasa turudi nyuma kidogo, natamani tumtie moyo kijana ambaye bado hajaanza na natamani kufanya a service business. Asikate tamaa. I remember a call you made me when you were just starting, when you were trying to take a leap of faith. Kabisa. Na nikakutia moyo, nimekwambia yani uko ndo kwenyewe. Mimi swali langu ni kwamba je, ni kwenyewe au nilikuwa muongo? Kwa kweli ni kwenyewe. Nisingekuwa hapa kama ningekuwa sio kwenyewe. Ni kwenyewe. Ni kama tu ile mwanzoni, it's not an easy step ku move with. Na haijakuwa rahisi kwa mtu yote. Hata wale ambao sasa hivi tunaita business gurus, kuna muda ambapo they were kidogo scared kwamba hii idea kulinde nayo au nisinde nayo. Kwa hiyo if you have now the right people, pia hakikisha pia watu wawepo wakwambia bwana, hii inawezekana. Na mimi nashukuru kipindi hiko nilikuwa na wewe Ana, na members wengine ambao support system to give you hiyo hope. Kwa hiyo you need that, kwa sababu bila hivyo ni ngumu, yani ile ku take that leap, kwa sababu unasema tija kula atakuja waje itakuwaje. Kwa hiyo you need that. Hapo ukiwaza unaacha mshahara labda so that you can focus. Yes. Very scary. It's very scary, yeah. So you need I think mimi kitu ambacho always ninashukuru sana ni the network ambayo nayo, kwa sababu I 100% believe kwamba ule mwaka wa kwanza huge support nilipata sana from the network. Network ndio walikuwa wananiambia bwana Pius, you can do this. Wengine wakawa wanakupa tools, wengine wanakuambia bwana Pius pass this way, wengine wanakuambia bwana pana mteja huyu reach out. Kwa hiyo it's the network, watu ambao unao karibu, that they can also push you kuweza kuingia kwenye biashara kwa urahisi. Kwa kama una changamoto ni kujiuliza now you still scared kwamba I want to do this lakini I'm not sure. Look also around people that can really tell you kwamba it's possible, and I feel like the impossible ina become possible pale ambapo you start. Yani kwa sababu mimi mwanzoni I would tell you the truth today, kwamba nothing was figured out. Yeah, niko najaribu. Yani I had the idea lakini niko najaribu. So everything now came to life baada ya ku take that step, and the more steps you take
the more light you The see, journey the is journey getting becomes easier. better. Yeah, Mhm. yeah. Umeongea kitu cha muhimu sana, network. Mhm. Network, people around you. How Yeah. did you create yours? Like afikia hatua it becomes your support system Yeah. that puts you at a stage of kupata connections, kupata wateja, kupata ushauri, kupata direction. Yeah. How did you build yours? Ili kijana ambaye ndo anaanza maisha sasa hivi ajue kwamba getting there you need to have people around you Yeah. that can push you. Kabisa. Cha kwanza ndio misingi ambayo ilitengenezwa tangu chuoni, ambayo tutarudi kule kule ISEC. Isaac, Kwa hiyo mimi hiyo ilitengeneza sana, kwa sababu hata nimekujulia huko bana na watu wengi ambao tumeweza kujuana huko, na hata ukiangalia relationships nyingi za kazini zilianza kutengenezewa nikiwa chuoni, kwamba unakutana na huyu anakwambia bana, hebu unajua kuna hiki na hiki unaweza kufanya. Kwa hiyo hata baada ya kumaliza chuo nilikuwa tayari nina network tayari kubwa ambayo nishatengeneza, na wengi wao walikuwa ni very senior leaders ambao wapo in different institutions, na baadhi yao walikuwa wapo vioni. Kwa hiyo ukimix hiyo diversity inakusaidia pia kuhakikisha kwamba hata pale ambapo unakwama una mtu bit very senior, huu wewe unamwona kama your mentor, ambaye atakwambia bwana, hebu nenda njia hii, lakini mwingine ambaye also your fellow colleague atakwambia no, I think mimi nimejaribu hapa, kuna changamoto 1 2 3. So in summary ni kwamba ni forums gani ambazo unaweza ukazipata ambazo zikakuconnect na watu mbalimbali, kwa sababu kuna muda tunapendaga kale kasako ketu kadogo kama rafiki wetu ambao tunajiona yenyewe kwa yenyewe, we do the same things na nini, but unahitaji those forums ambazo zita kuconnect na watu, and that's the only way unaweza kutengeneza a very huge network. I believe so kwa kweli. Kwa hiyo given your history ni muhimu sana kwa mtu ambaye naamini kuna wanachuo wanatusikiliza, kwa mwanachuo kuelewa kwamba university is beyond school, is beyond your books and your lecturer. Sometimes it's good to start looking at opportunities za kuconnect na watu, kufahamiana na watu, kujifunza na kukua, kwa sababu hiyo ndo misingi ama block unazozijenga, matofali ya maisha ambayo yanakuja. Yeah. Which is awesome. Sasa umeongelea kitu kizuri sana, umeongelea mentors, right? I'm still trying to dig on your topic ya the network. Yes, yeah. Naamini sisi hapa tulikuwa peers, but naamini ulikuwa una watu ambao they were really mentoring you, ambao wamefanya makosa huku nyuma na nini, ambao they don't want to repeat, but wanakusaidia pia kuanza hit your milestones haraka zaidi. How did you choose your mentors, and wamesaidia vipi wewe kukua ama kuwa stationed kabisa kwenye kazi yako ambao unaifanya sasa hivi, ama kwenye biashara ambayo umeshaitengeneza? Kabisa, swali zuri sana kwa kweli. Unajua swali kuhusu mentorship, mimi mwenyewe kwa kweli mpaka leo bado najaribu kulivunja. Najaribu kulivunja kwa sababu first, kutafuta the right mentor ni kitu ambacho pia sio rahisi, lakini pia not just the right mentor. The right mentor sio lazima awe ni mtu very senior out there, labda ni CEO wa kampuni fulani very huge bank. The right mentor ni yule mtu ambaye yupo tayari kutoa muda wake kwa ajili yako, kukusikiliza na kushauri nenda njia hii. So mimi kitu ambacho nilikuwa very keen nacho kwenye kuchagua the right mentors, cha kwanza kupitia hizi forums nikawa pia najaribu kutengeneza a bit of a friendship. Yani it's not just kwamba nataka nije nichukue, it's also I'm also giving my time, tunaongea kidogo, we build that relationship, and kutoka pia kubuild now that relationship nikawa sasa na move from the other side where nikipata changamoto we now speak. Kwa hiyo sasa because tuna mahusiano tayari mazuri, niweza na mtu pia kukushauri with a good heart kwamba nataka wewe uweze kuwa better, nataka uweze kumove to the next step. Kwa hiyo uchaguzi for me of the right mentor imekuwa will this person be able kunipa muda wake, kwa sababu I know pia people are very busy, so it depends also with someone being able kama kusema can I spare 1 hour 30 minutes, you see, because even just today ni leo hii nilikuwa na very long meeting with one of my mentors which I think spending over 1 hour and 30 minutes mpaka masaa mawili. So imagine someone to really invest that time, na huyu ni mtu ambaye maybe yupo busy and it's even not easy maybe for some other people kupata that time. Kwa hiyo I think for me ni mtu yupo tayari kutoa muda wake kwa ajili yako, and pia ni strength gani ambazo pia unataka anazo unataka uzipate kupitia your mentorship.
Kwa either is it maybe ni mtu ambaye unamuona ameweza kuiscale biashara yake from one point to another, kuna sasa ilipofikia hapa na mimi nataka niingie huko huko, au labda ni mtu ambaye ni very good kwenye finance, unasema bwana, huyu mtu nataka anikuze kwenye upande wa kwenye upande wa finance ili niweze pia kumanage biashara yangu vizuri, kwa sababu biashara pia bila mahesabu sahihi unaweza kushangaa mtamo unapiga unashangaa kila unapambana ila uioni. Kwa hiyo ni muhimu sana pia that. Kwa hiyo nimekuwa nikiangalia pia that's strength, na imekuwa sio kwamba labda ni mtu very senior, lakini more of ana strength gani na pia anaweza kutoa muda wake, and I try also to cultivate that relationship kidogo, nimjue zaidi familia yake na nini, ili pia aweze kutoa muda wake zaidi kwangu. Hii topic ndefu sana. Ni ndefu sana. Inabidi tuitunze ili siku nyingine urudi tena kwenye podcast. For now let's continue with business. Kwa kumbukumbu zangu bana, Pius tumesoma wote chuo kimoja. Pius hakusoma people management wala hakusoma HR, lakini Pius has been now in this industry for over 7 years, right? Yes, over 7 years. Nini kilikufanya uishie hapo ulipo sasa hivi career wise? Na uliishia vipi kuchagua hichi ambacho unakifanya kikawa what you used to start a business? Yes. The first part, strength yangu ilionekana sana through people. Wale iko labda sio mimi mwenyewe nilijiona, ni watu wangu tu wa karibu. Walikuita energy. Ndio alikuwa anasema na Pius, your energy is contagious. Au nakuta kuna wengine kwamba na people, Pius una very strong people management. Kwa hiyo ndio iliweza kutengeneza kusema kweli nasoma sheria, lakini why don't I also explore this area zaidi ili iweze kunitengeneza. Lakini pia the good part ni kwamba a forum that we had which is ISEC, ambao kipindi hicho ilikuwa ukishakuwa member kwa muda fulani unachagua which functions unataka uwe, na pia unaweza kuapply kwa ajili ya uongozi kumanage hiyo function. Na the first function ambayo mimi nakumbuka nilianza nayo ilikuwa ni ya sales, lakini nikajikuta kwamba napenda zaidi watu, napenda zaidi kumanage watu. Kwa hiyo nikaenda kwenye upande wa human resource management, na nimekuwa nayo hiyo mpaka at national leadership level, ikanitengeneza zaidi. Na hata baada ya ISEC nilipomaliza, nikaamua niseme okay, I think even the kind of industry that inabidi niingie nayo is not just any industry, ni human capital or human resource management industry, ili niweze kujibuild zaidi. Na that's where nikajikuta kwamba sasa nimeweza kuanzisha Ubuntu Impact. Na hata Ubuntu Impact tulivyoitengeneza au tulivyoianzisha ilikuwa based on that, kwamba mimi na mwanzilishi mwenzangu tuliangalia ni strength gani ambazo tunazo, na kupitia those strength ndio tukatengeneza solutions or services that we can offer. Mimi najua kabisa kwamba I'm so good kwenye mambo ya learning or team building na training development, lakini pia kwenye upande wa overall consultants, while pia mwenzangu yeye alikuwa mzuri kwenye mambo ya human resource. She has been a human resource manager for a while. Kwa hiyo we use now that kutengeneza the services or the solutions. Kwa hiyo it has been a journey ambayo each block, kama ulivyosema, block ina build each other. That's interesting. So kwa mtu ambaye ndo bado yuko chuo, anakuangalia leo, anatamani kufika hapo ulipo sasa hivi, unamshauri vipi kutumia ama kuleverage opportunities ambazo ziko chuoni, kusharpen skills ambazo zitamsaidia kuanzisha biashara, especially service business? Yes. Kwanza ningegusia zaidi kwamba unajua when it comes to service business, ina focus zaidi kwenye area that wewe mwenyewe you have to be good at. Kwa let's say kama labda mtu sasa hivi anataka aingie kwenye human resource management, inabidi uanze kujitengeneza zaidi zile skills ambazo zinahitajika kwenye kuingia kwenye human resource management. Mtu anataka awe kwenye upande wa event coverage which is photography, videography, inabidi uanze kuingia sasa hivi, uanze kupata training zaidi jinsi ya kuhakikisha kwamba content inakuwa one of the best. Mtu ambaye anataka aingia kwenye mambo ya research service, lazima uanze kujitengeneza wewe ili iwe part of your strength. Na kwenye kuanzisha biashara inakuwa very easy because wewe unakuwa unavyoiuza ile biashara ndio unajiuza wewe. Unajua ubaya wa service business, it's not about you selling that service. It's about wewe unavyoiuza ndio mtu anasema nataka nifanye kazi na Ubuntu Impact kwa sababu nimekuona wewe unavyoiuza. Kwa hiyo anakutrust wewe zaidi
kuliko ile kampuni au ile service. They say people work with people, not a company. Kwa hiyo inabidi sasa uanzie huko. Akishajitengeneza huko, then sasa unaangalia what problems that are there ambazo wewe you can design solutions based on wewe strengths zako. Kwa hata for us when we are seeing, we are like more bado how teams work together ni changamoto. Kwa hiyo solutions needs to be designed around that. Training bado always people needs to be capacitated. Mtu ataingia kwenye kampuni yoyote atakuwa very technical good, lakini inabidi zile soft skills aweze kuwa develop zaidi. Kuna upande wa recruitment, always bado makampuni yana find a way to recruit the right talents, and also same to consultants, always will never end it. There's a problem, what kind of solutions can you bring? Kwa hiyo mwisho siku wewe kwanza unajitengeneza wewe, au from kujitengeneza wewe tengeneza solutions around ni problems gani ambazo unaweza ukazidevelop. Which ukianza kuuza, ndio maana mwanzoni service business yote ukianza kuuza ni wewe ndio unakuwa unajiuza. Inakuwa kama interview fulani hivi, unajipresent wewe zaidi. And the more you do that, the more people start to believe on you, in what you can do. Yes, and wana believe on the company, and mwisho siku wanakupa biashara and they start to pay for it. Na ndio maana hapo kazi zaidi, ndio maana kuna hii principle ambayo inasema I think you have heard about it, Ikigai, ambayo inasema nini ambacho wewe unakipenda, nini ambacho na dunia inakihitaji, na nini kitu ambacho wewe you are good at, na nini kitu ambacho watu wanaweza wakakilipa. Kwa ukiviunganisha hivyo vyote, ndio maana hata kutengeneza biashara ni very easy, kwa sababu unaangalia hivyo vitu vyote alafu you sell around that. Just to add on that, mteja wako kwanza ulimpata ukiwa tayari una kampuni au ukiwa as an individual selling yourself? I think no, I would say mteja wangu wa kwanza binafsi, sio ambao ulikuwa under a company now. As Pius, mteja wako kwanza ukasema hii ni kazi nimeifanya mimi kama Pius na nimelipwa mimi kama Pius. I think I would say ilikuwa Pius. Sasa no, lakini it's a mix, lakini the good part is kwa sababu najua for example nilivyokuwa nimeajiriwa, side business ambayo nilikuwa naifanya sana ilikuwa ni MC. Kwa hiyo even nilivyo acha kazi nikaingia straight to business, MC pia ni kati ya area moja hapo ambayo ilianza kunipa tenda nyingi sana, lakini pia as also doing that nikawa pia na build Ubuntu Impact. But also within that short time I think I would say the first customer ambaye sisi halitupa biashara ambaye mpaka leo tunafanya naye kazi, I'm 100% sure why alitupa that business ni kwa sababu she believed on us, how we presented the solution. It wasn't in terms of what we have done before, it was more of mlivyoelezea hiyo service, mlivyoelezea hiyo solution, I believe you guys you can deliver. Kwa hiyo ndio maana that business aliweza kutupa. It was a very gig ya 3 months ambayo kwa kweli ndio iliweza kutusaidia sana pick up as a business ya watu wawili ndio huo. Wow. You've been mentioning your partner. You just mentioned Dapa pia. I admire people who start businesses with partners and they are able to maintain a productive partnership. Na wote wanajua majukumu yao. Kwa mtu ambaye tayari labda ameshamaliza chuo, ameshafanya kazi, sasa they are looking into starting something for themselves. How do you pick a partner? Yes. Kwanza I would say picking a partner is like picking a team. Unajua huwezi kupick a team all members ambao wewe your skills na your strengths zinafanana nao vile vile. Hamwezi kufika sehemu yote. Inabidi muwe diverse kabisa, tofauti. Kwa even in terms of how I was able to pick my partner ni kwa sababu yeye alikuwa ana skills tofauti na zangu. And even how she thinks it's very different. Yeye ni very highly, anataka vitu vyake vipangwe 1 2 3, very highly organized. Mimi naweza nikamka leo asubuhi na nasema na new idea. I want to jump, let's go. Unajua? Sasa yeye ni more very highly organized. Nataka ajue kwamba vitu mekaaje. Kwa hiyo sasa tukawa tunasaidiana wote kushape each other, kubalance na pia kubalance each other. Kuna sometimes unaona kabisa how do I push this? Lakini at least you have your partner kwamba no, you got this. I believe in you. You can do this. Kwa hiyo at least when you have that kind of co-partner ambaye anaweza akakwambia 1 2 3, inaweza kusaidia sana.
Sasa issue ni kwamba mkiwa sawa, you be all saying let's jump, mna jump on the wrong. Because you need that kind of a balance ambayo yeye na strengths tofauti na una strengths tofauti that you can all build up. Au hata kama mkijiona wote mpo sawa, basi inabidi sasa hivi intentionally muamue kwamba from now on hebu tuanze kuchannel different skill set ambazo tunaweza tukae a bit different, tusiwe even the thinking, the decision zote zinakuwa on one side. Okay. When you're starting a business with a partner, you think this is it, this is forever, this is going to work, but sometimes it does not work. Kabisa. Yeah, it does not work because sometimes there are certain conflicts that you can probably not solve. Maybe not because it's impossible, ama nyie wote wawili are not capable, but just because you can't align in running a business. So in your case, it's been 3 years, which means it's working. It's working. How do you mitigate conflict? Yani, kuna muda lazima mta crash. So as much as you're people that are headed towards the same direction, nyie mnaoga ni watu tofauti automatically because you choose, kama ulivyosema, you choose a way to balance each other out. So huyu lazima anaangalia business piece, huyu anaangalia business piece. So there will be a lot of clash. Yes. How do you work on that conflict so you ensure that bado tunabaki kwenye goal ile ya kwenda point A? Yeah. Kama ulivyosema, partners bwana, kwa sababu people are different. Yes, clashes always happens. Na even for me, any team ikinyambia kwamba haina conflicts or any clashes, nitaambia hebu tuangalie zaidi, kwa sababu tunasema kwamba there is conflict management, there is no conflict avoidance. Yani ukiamua avoid conflicts zitarudi tu, lakini you have to manage them. Kwa hiyo nikigusia in terms of mimi na my partner, yes, there sometimes mimi I want this, nataka tofauti kabisa, but I think what we have been very keen is, cha kwanza mwanzoni we had to set clear processes and systems kwamba jamani, wewe you are overseeing this part of the business, mimi na oversee this part of the business. Na pia with the process that we have set, inatusaidia kwamba kuna decision ambazo yeye anaweza akazimake kwa sababu based on that side ambayo anaiangalia, na mimi pia there's a side ambayo decision I can make where based on the scope ambayo na lead and naisimamia. Kwa hiyo if that line is very clear, I think kidogo inaweza kusaidia kuzia conflicts zinazozidi kutokea, mnazidi sasa kutengeneza a better way ya kumanage, kwa sababu honestly kweli zinatokea, yani the first 6 months to 1 year they have to happen, ili sasa we say okay, maybe the last conflict itokea hivi, then now to manage hivi, lakini ukisema kwamba conflict inatokea muiavoid, hiyo lazima irudi, hiyo inarudi worse na ikirudi inarudi worse zaidi. Unakuta mtu anaanza kufeel kwamba there is no a safe space and not hard, mwingine ana feel labda huyu maybe ni more controlling. Kwa hiyo if we are able to at least say conflict imetokea, why did it happen, maybe nimeingilia kwenye sehemu ambayo sio kwako, basi next time nitaiacha hii scope ambayo you are managing all this side of business that you are managing, ili mimi sasa ni focus zaidi kwenye this other side. And when that scope is very clear, ni very easy, cha kwanza ku drive accountability. Tumekubaliana, Ana, wewe the side of business unasimamia hii, tunaulizana, Ana, imekuaje? Unasimamia finance growth, mbona the last month haijakuwa hivi? Lakini sasa sio mimi unasimamia mama finance growth, nimeshaingilia, nataka nijue sasa how you are doing after this. Nataka nifanye pia au pia au na mimi nataka niingie pia nifanye, which hapo sasa ndo hapo. Kwa hiyo if that no conflicts happen, we need to sit and say, can we create a line where wewe as partners, where you're managing this side of the business, au even mwanzoni kabisa we need to agree kwamba either labda huyu hapo wewe utakuwa na manage as a partner for this service, wewe ni partner for this service, au labda wewe ni CEO, wewe ni CFO. Those are things ambazo structures inabidi they set clearly, and I understand kwamba maybe 6 to 1 year, those are things that naweza visiwe clear kabisa, but as we go, can we also be intentional as partners kutengeneza those structures ambazo kila mtu atakuwa analign where they oversee, and also pia kuwe kuna growth also for the partners. Maybe ule ni CEO, CFO, after 5-year journey ameweza perform hivi, then we also change and also another see partner how also performs. yes yeah. Okay, that's awesome. Before you, I had a business coach the previous episode, and at some point we got to Patia people. Nikamwambia, lucky for you, maswali ambayo nashindwa kuenda deep because we don't have enough time, we are gonna have
a people person coming. So we started talking about team, right? Tumeanza na partner. When you figure out a partner and you have now a direction mnaenda na mmeshaanza kufanya kazi wenyewe, and kwa ushauri kwa wale ambao ni wadogo na wanaanza biashara, don't focus on starting to recruit ama having a big team. Kama nyie ambao mmeanzisha biashara pamoja, you're not structured, you're not aligned, na mmeshaanza kujua mnafanya nini, kwa sababu kuna kipindi mimi nakumbuka when I started, you find yourself doing everything kabisa, right? You find, kabisa. But that's not a bad thing. Ni unajiandaa kujua unamhitaji nani na akae wapi. Let's start with the team. How do you choose a team, and how do you know how big the team should be? For now, let's just focus on service design. Yes. Right? Yes. Yani swali zuri sana, kwa sababu that's also the discussion ambayo recently nilitoka ku have with my mentor, ambayo ilikuwa zaidi, unajua it's not just about adding people kwenye biashara yako, kwamba labda sasa hivi kwa sababu tumepata revenue of this amount basi tuongeze watu wawe 10, 20. It's about watu ambao unawaleta wanaenda kucontribute to what, to the target or revenue that we are looking to achieve as a business. Kwa hiyo I would say even the first thing before haujawa excited where pale business imegrow kidogo kukaongeza watu kama 10, 20 plus, ni kufikiria can I even do a bit of analysis, watu ambao nao sasa hivi hii workload inahitajika niongeze watu, au these guys ambao nao tena maybe it's a bit average, I need to push hii workload ili iweze kuwa allow wao waweze kukua zaidi, kwa sababu you also need these guys ambao unao wakue, au wewe mwenyewe pia ukue zaidi, ili useme kwamba sasa hivi kweli I need someone. Lakini pia kingine, based now on the target that you have, kila mtu ambaye unaamua kumuongeza kwenye biashara, kumbuka biashara yoyote tunaongelea mapato au revenue. Kwa hiyo it's very important kufikiria kwamba mtu ambaye unamleta unataka a contribute to what percentage of the revenue, ili uweze kumset clear direction ya huyo mtu, asije akaingia akajikuta tu hana kazi ya kufanya, anakaa tu pale tu ofisini. Kwa inabidi uwe clear kwamba okay, huyu mtu ataka maybe our target for the year labda ni milioni 100 mfano. Sasa hivi una watu 2, unataka kuona and maybe the stress kidogo ni a bit maybe huge for these guys, and last year ni kweli that's the amount ambao umeweza kuachieve. This year labda you want to push the goal iweze kwenda labda milioni 300 mfano. With milioni 300 you know hawa watu 2 hawataweza, so inabidi sasa tuongeze labda watu 5. So with the total 5 you need now to calculate with the 300 million, nataka hawa jamaa waweze, kila mtu aweze contribute shingapi, which is now the revenue per person. Nataka kila mmoja aweze contribute ngapi to the target, or what is that function ambayo unataka wa manage, kwa sababu kuna direct contribution to the revenue au indirect. Unaweza kaja hapa pale akamanage your overall social media ambayo wewe ulikuwa unaishikilia muda huo, akakutolea ule mzigo kama kiongozi, ukafocus kwenye ukafocus zaidi kwenye biashara kuisimamisha, au labda unaona kwa mwaka umekuwa wewe pia ukimanage operations, finance, unamleta mtu ambaye anasimamia finance and masuala ya operations, wewe unafocus zaidi kwenye kudrive business growth and setting direction. Kwa hiyo it's very important to do a bit of analysis, kuangalia okay, is it based on the target ambayo I'm setting, what's the percentage ya kila mtu ambaye namuongeza, ili usije ukapush growth ambayo maybe it's not ready yet kwa ajili ya taasisi yako. Maybe ilibidi tu mkae kwanza 3 huo mwaka and muendelee kuipush to certain growth, ili sasa watu ambao kuna waleta waweze kuleta matokeo chanya. Nadhani sisi hapa tuliingia kwenye job market during a time where ile culture ya volunteers ilikuwa ndo ina brew. Yes. And I remember like most companies zita associate na ISEC for example, ama students organizations zingine kama Rotaract na zingine, because of the kind of young people ilikuwa inazalisha kabisa. Lakini kuna two sides to this coin, right? Kuna watu ambao walikuwa wanaenda wana volunteer, wanaingia makazini, wanakuwa wanapata opportunities, wanakuwa people, they become leaders in the industry, in their industries, au wanaishia kujisimamia, wanafanya vitu vyao. Lakini kuna wale ambao walikuwa wanaishia kwenye makampuni ambayo I personally from what I observed walikuwa wanaishia kama kuzimwa in a way. First of all, they are not very well supported ili wakuwe. Kwa hiyo ile talent alotoka nayo na ile drive lockdown inazimika. Lakini pili, kuna makampuni ambayo they would just have people kwa sababu ni cheap labor. Yes. Wamo wapo tu. Kwa hiyo inakuwa kama vile ni
tuingize watu watufanyie kazi kwa muda mfupi, tupate cheap labor, tusukume agenda yetu, and then we can discard them tukijisikia. Wewe unashauri vipi companies that want to grow young talent in terms of really empowering them as opposed to kuwachukua tu kwa sababu wanapotea, wataji hela nyingi, wataji investment kubwa. For me, I feel like kwamba inavyokuja in any opportunity that let's say maybe you want to present to young talents, as a company the first thing that we need to ask is ni experience gani we want to provide or want to share with this person akiingia kwenye kampuni yetu. Kama mtu anaingia anaweza kutumwa chai, unajua anasemaga kwamba interns kazi ni kutumwa chai, sijui nini, sijui go and sijui print this, that what kind of growth this person would actually get. So even for us, sisi when we design an intern job description, we clear kabisa kwamba huyu mtu akiingia anaenda kufanya 1, 2, 3. There is a journey ya kujifunza kidogo, lakini pia we also want to test them and see how are they doing, and believing kwamba huyu mtu tunataka baada ya muda fulani tumweze kumpromote for more of a full-time role rather than an intern position. Even for companies, I think also comes down to what kind of a culture we want to present to this. Kwa sababu sisi as Ubuntu Impact, one of the things that ambayo tumesema ni kwamba our company should be a growth experiment for anyone who joins, kwamba hata kama ni intern, ni officer level, ni team lead, akijoin lazima apitie that kind of a growth basi, kumbe this culture kweli imenitengeneza, au nilikuwa hapa nime-move to this. Even for companies, that's something very very key, kwamba uangalie okay, huyu mtu anaingia, what kind of experience tunataka tumpe. Even for all the big companies who talking about banks and all the telecom, it's also very important kufikiria. Na nimekuja kuona even some of the graduate trainee program azo sasa hivi zinakuja, they are also a bit keen in terms of designing those kind of experience, kwamba mtu kwa mwaka mmoja afanye nini ili tuweze kumpima kama anaweza akajoin the company or not. I think even generally all companies should be intentional in terms of jinsi ya kutengeneza those kind of experiences ili ziweze kuandaa hiki kizazi cha sasa hivi ili kiweze kukua na the company. But also kumbuka hawa wamekuja leo intern, they didn't get any experience. They can be either promoter or demoter. Kwa hiyo they go out there and say like, hey, yeah, ni ile kampuni. Kwa hiyo mwisho siku ya culture itakuwa branded in a negative way, which is also not a good thing to have as a business. Okay. Tumeongelea vitu vingi sana kuhusu biashara. Kwa hiyo naamini vijana wamejifunza vitu vingi kabisa hapa. Haba tumalizie the most important part of the conversation for me, sababu ya count. Let's talk about yourself now. Let's talk about yourself. This past 2 years when you decided to venture kwenye kitu chako mwenyewe, I saw a different Pius. You started really branding yourself, right? And I'm hoping mwaka huu you're going all the way. I look forward to that. Start branding yourself as Pius. Kuna umuhimu gani wa kijana kama kijana kuamua kusimama na kujitambulisha based on what they want in life and branding yourself in general? Branding, I would say, ukiangalia even maana ya branding tunasema is what people say about you when you're not in the room. I think that was one of the call that was shared. But also branding ni watu wanavyokuona na wewe unavyojiona, ile katikati ile ndo branding. Kwa hiyo wewe huwezi kuwa unajiona kwamba mimi bwana najiona ni a very great public speaker, I'm confident, I can do 1 2 3, lakini watu hawakuoni hivyo. Kwa hiyo ni lazima uwe intentional, kwa sababu bwana mimi ndo ninavyojiona, nataka pia watu wanione hivi, au nataka watu waniongelee mimi kwa namna hivi nisipokuwa kwenye iko chumba husika. Kwa sababu you may set a business, people they may be out there and say bwana kuna biashara fulani kaanzisha huyu mtu, it's this one, work with this guy, or work with this person, so I know they can actually deliver. Even for us, we would say even for the last 3 years, some of the business we've been getting ni kwa sababu the brand that we have been also intentional to develop. Na bwana kuna mtu nimeongea naye kama wewe bwana team building bwana tukikupa itaenda vizuri sana. And I'm like, nani? Yani mpaka akwambia jina na
oh, kumbe huyu ndo amekwambia. Lakini it's why, kwa sababu the relationship, au amekuona sehemu, au amekusikia. Kwa you have to be intentional, kwa sababu branding can bring a lot of business opportunities, and even not just business opportunities, can even land your job. Kuna watu nakuta, yani the moment tu hata mtu ameenda tu chuo anapata kazi just because alivyojiposition branding yake. And branding inaka physical or the digital side, kwamba jinsi gani social media pia umejitengemeza as someone that can be trusted. Na I think one of the biggest platform that we know ni LinkedIn, lakini pia let's also be intentional kwenye these other platform. It could be either maybe ni Instagram or X, which say inaitwa X. So how also intentional are you also with other channels ambazo unajiweka out there? Kwa sababu kuna times mtu unaminterview alafu ataka umjue zaidi, unaenda tu Google pale naandika Anna Chinyoyi, alafu namwangalia anasema huyu ataniletea shida huyu. Sasa hiyo yote inakuja down to brand. That means your brand hapo imeshakuwa determined, kumbe hata wewe sio msumbufu. Basi tu you are very opinionated on the internet. Labda umeamua tu mwenyewe Instagram, unajiachia mwenyewe, mtu anaangalia sasa huyu bwana hawezi. Atakuwa analeta visingizio vya sipaje. Kwa hiyo I think ni ile intentionality ya kubuild your brand, both how wewe mwenyewe unavyotaka kujiona, lakini how you want other people to see. So there's this thing I believe in life, right? When you start your own business, ama when you're working for yourself, it's very exciting, you're very happy, and it's very fulfilling most of the time. But the laws are laws, like they can be extreme. Yes, the laws are laws and they can be extreme. Yeah. So welcome, Abuse. Are you happy with what you're doing? Are you always happy? And if you're not always happy, how are the downs and how do you deal with them so you're not demotivated? Kwa sababu biashara yako mwenyewe, demotivation inamaanisha everything is gonna stop if you stop. Kabisa. How do you deal with that? Kabisa, very true. I think first I'm happy with what I do. So happy. Cha pili kabisa, because for me energy is something ambayo I believe ina determine who the person is. Kuna muda fulani ni kweli nipo low, lakini hata mteja akipiga simu, how I pick that phone call, you'll never feel kwamba I'm low. I will start with a very high note pitch, kwa sababu that's how I want to be felt by my customers. Kwa hiyo even when I'm low, I think one of the things that I usually do ni kwamba to communicate. Mimi I think usually talk, and mimi nikiona tu bana mambo hapa yamenilemea, Look for someone I look around my network, piga simu, hapa bana nafanyaje? Either it's about people, it's about finance, it's about business, either ni sales, au it's about just processes. Kwa unakuta napiga simu na bana, yani hapa bana mambo yamekuwa 1 2 3, nafanyaje? Kwa I think when now you have the right circle or you have the right people around you, inakusaidia at least when you are low to manage that. Lakini sasa as a business person, I feel like when you are low, regardless what, don't show it out there. Unajua ukienda kununua nguo ukamkuta yule dada ambaye anapozia nguo kanuna kweli kweli, utanunua hiyo nguo, utagailisha utaondoka, lakini kumbe kweli alikuwa labda low, mauzo labda hajenda vizuri, au tu matatizo binafsi, au matatizo labda kapata hata issue kubwa sana ambayo kweli wewe pale you didn't show empathy, unataka kumuelewa kwamba anapitia nini, umesema tu bwana huyu mtu service poor, ukaondoka zako, lakini kumbe sasa hiyo ndio gharama ya biashara. Gharama ya biashara, you have to be at your best, and people require you to, yani expect you to be at your best. So even you are low, how do you still don't show it out there, lakini also have the right people that you can talk to, or even have some spaces. You'd find sometimes ni kana mambo yamenijaza sana, yamekuwa magumu, I would go for a run, I would at least go for the gym kidogo. Sometimes I believe I am very spiritual, kwa hiyo I would want to go for a church service, I would pray, so that yani naonaga at least those 3 things ni toa kidogo ni low state, ukiacha na hiyo ya kuongea na watu. Okay. We could go on and on. I'm telling you. We could go on and on. You're among my guests I didn't even need to look at my questions or whatever, because it's just, it's a very freeing conversation. Yes. When you're talking to your peers and you're so proud of them and you see them doing things.
Pius, asante sana kwa kuja leo. Kabisa. We will not finish, so I know, we just need to end it so it's not too long for people to listen. Yes. Naamini mpaka sasa you've already shared a lot of gems. Kwa mtu ambaye Kabisa. anaanza biashara ama kwa mtu ambaye yuko kwenye industry hapo, kuna kitu ametoka nacho I believe. Kabisa. Labda nikualike utuage. First of all, utuambie what are the opportunities that you want people to sort of see with you and partake with you. Unapatikana wapi? Pius anafanya biashara ipi na nani, na anachagua vipi wateja wake, kama ni Instagram, kama all those places wanakupata wapi? Na pia before you do that, huwa tuna tamaduni ya kujibu swali la previous speaker napotoa swali kwa ajili ya coming speaker. Right? Kwa hiyo ninakupa swali lako hapa la speaker alopita, alafu wewe utanipa swali la speaker anayekuja. Kabisa. Now, it doesn't have to be around people management, it doesn't have to be just in your industry, or it could be. Or it could just be something you're passionate about everyday life. Kabisa. Anything you're comfortable with Kabisa. is fine. Alafu upate perspective ya people I speak to on this podcast. So, swali uliloachiwa. Kuna umuhimu gani wa structure in a business and in life in general? Because businesses that we see these days in our lives, tunaingia na kutoka without intentionality na bila mpangilio. Yes. How important is structure? Yeah. Kabisa. Asante sana. Kwa hiyo nianze na hilo swali, alafu mimi nitatoa swali. Asante sana. Swali zuri sana hilo. Yeah, it's a deep question. Structure, I would say structure is ndio kinachojenga biashara au ndio msingi wa biashara. Kwa sababu biashara inavyoanza inaanzishwa na kama mimi labda nilivyoanzia biashara, nina mfumo wangu au nina structure, nina certain structures on how nataka biashara ifanyike. If I don't set the right process and structures kwa ajili ya biashara yangu kwa ujumla, hata siku nisipokuwepo, the business can still run on its and can just run smoothly without kupigiwa simu kwamba how do I do this, how do I do this. Basi hapo manake nimetengeneza the right structure. Kwa hiyo I would say structure moves from how is the reporting lines ambazo umezeka kwenye biashara yako, watu ambao unawajiri walipoti kwa nani, wafanyaji kazi, lakini pia ni process gani ambayo umeiweka, kwa sababu biashara yote ambayo tunatengeneza tunataka siku moja iweze kuwa na watu hata zaidi ya 1,000, 2,000, 1,000,000. Kwa hiyo unavyokuwa una vision na hiyo that kind of a business without structure, hiyo biashara haiwezi kwenda mbele. Kwa hiyo it's very important to have that kind of processes ambazo na set mapema kabisa, tena mapema pale unapoanza ziset kidogo zianze, ili ziweze kutengeneza misingi mizuri kabisa. Kwetu sisi in day to day, that's the most important part, even though sometimes tunaishi na maisha yanapokuja, lakini it's important at least basi kukumbuka tu kwamba basi au even just to have it kwamba jamani, even Monday to Sunday do you even have the right structure on what you're doing on each day, au a day just comes as it is, kwamba kija Sunday leo naenda church, kesho uendi, you still need that intentionality, the right structure on how you're especially ukisha move on this side of business. I think that's something that at least nabidi utengeneze hiyo misingi on how you operate. Swali langu for the next speaker would be I think just a simple one, where what's one thing that they believe when either they started business or in their career they could have done it differently, and doing that they feel like kwamba ingeweza kuwafanya waweze kuachieve bigger results zaidi ya walipo sasa hivi. That's my question for the next speaker. That's a very good question and I look forward to their perspective. Kabisa. Sasa utuage, utambie poso Ubuntu kidogo na opportunities. Kabisa. Tufunge. Asante sana kwa kweli. First, Anna Chinyonyi, nimefurahi sana kwa kweli kuwepo in your podcast. Halisi. This has been deep. Tumeweza kuzungumza, lakini pia tumeweza kushare our own experience kwa wasikilizaji. I believe kuna kitu kimoja au viwili ambavyo wameweza kuvipata. Sisi kama Ubuntu Impact, opportunities zipo nyingi sana kwa sababu we are a human capital consulting firm. Kwa hiyo one of the service ambayo tunaifanya ni recruitment. So I would urge kwa wale wasikilizaji ambao you always seeking for opportunities, please follow us kwenye Instagram Ubuntu Impact Limited,
LinkedIn Ubuntu Impact Limited to always see what opportunities are there for you to apply, but also kupitia also through our website www.ubuntuimpact.co.tz. Opportunities are shared there, lakini pia with companies kwa all the business owners, let's connect, we support you kwenye kuhakikisha kwamba timu yako inaekewa misingi sahihi kuweza kuachieve the results that we want, but pia kuweza kusource au kufind the right people ambao wataweza kumove biashara yako mbele, and muhimu zaidi ni kuwa capacitate, always kuangalia ni area gani inabidi wawe trend ili waweze kuachieve malengo makubwa zaidi ya taasisi. Sisi office physically tupo Delta House floor namba 5, ndio tunapambana. Mpo tayari, mpo mapambano yanaendelea tu. Thank you so much. If you also kumbuka our signature nini inaitwa? Naikumbuka. Tumalize nayo hiyo. Muhimu sana, muhimu sana. Hebu remind me. Is it the same? Let's do it correct. Sawa, Mr. Alpha. Thank you guys so much for listening to us. Ni matumaini yangu kwamba mmejifunza vitu viwili vitatu. My friend here, I can't be thankful enough kwa kutenga muda wako, maana najua leo ni weekend, afu leo una a special event, but you chose to be here with me. Nimejifunza mingi sana kutoka kwako kama kawaida. I hope wewe mwenyewe umetoa vitu viwili vitatu from our podcast. And thank you for sharing. Thank you. Jamani, asanteni sana. Don't forget to subscribe. You can listen to it as a podcast from any angle or any podcast you've listened to, whether it's Spotify, Apple na vingine. Lakini pia share your comments, like, and share the video with other people. It's good for us to learn from each other. Thank you so much and bye-bye. I wish you a lovely day. Thank you.